Leo ni siku nyingine mtazamaji na msikilizaji wa MTV, karibu kujiunga nami katika awamu yetu hii ya matangazo. Tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoani Kivu Kaskazini. Hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo ya MTV. Mimi ni Germain Hassan Kiawere na hapa kwanza muhtasari wake. Kiongozi wa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, pamoja na makamanda wa jeshi la Uganda UPDF waomba wakaaji wa mji wa Lubero kuondoa hoga katika mioyo yao. Na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NISMES katika mji wa Kigoma huko Tanzania, kanda la Magharibi nchini Tanzania, imegawa miti zaidi ya 1000 kwa shule 5 wilayani Kigoma. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka hapa mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua ripoti zetu kutoka studio za MTV, tukielekea huko Lubero, wakati tumeambiwa kwamba kiongozi wa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, pamoja na makamanda wa jeshi la Uganda UPDF waomba wakaaji wa mji wa Lubero kuondoa hoga katika mioyo yao, kwani hakuna waasi wowote watakaochukua vijiji vyao. Huko Andoni Itumu kutoka jeshi la Uganda UPDF, ambao ndio wamechukua na kudhibiti mstari wa mbele wa mapigano, asema hakuna waasi wa M23 watakaosonga mbele, kwani jeshi la Uganda halitakubali tena vijiji kuendelea kutekwa na waasi hao. Abel Tongu na ripoti zaidi kutoka Lubero. Akizungumza na wakazi wa mji wa Lubero wakati wa misa takatifu Jumapili hii 9 Machi 2025, Kanali Ale Mitela Kiwewa, kiongozi wa wilaya ya Lubero, alijitokeza kwa mara ya kwanza tangu pale waasi wa M23 waliripotiwa katika vijiji mbalimbali kusini mwa wilaya ya Lubero. Kanali mkuu wa wilaya ameomba wakazi wake wote kusimama na kuondoa uoga kwa kuchangia amani na usalama wilayani Lubero. Mtu hawezi kutambuka barabara au limiti ya kwake kwenda kwa mtu mwingine pasipo ruhusa ya ule mtu. Na wanasema tena hawezi tosha borne limiti yako, unashanje unasema mimi naitosha, mimi naiweka kule mimi nikamate nafasi. Sasa hii problem tuko nayo iko probleme ya sisi wote. Na sisi wote nafaa tunakamata mikono yetu tunatia tupige mikate mzuri. Haiko maneno ya kuogopa. Mtu yote kwa sekta kwa kazi yake kunafanya ayua sema hapa sasa. Kwa upande wake Antoni Utumu kutoka jeshi la Uganda UPDF walioko eneo la Lubero, lazima wakaadhi waendelee na kazi yao kama kawaida, ikiwemo shule, kilimo na biashara. Kama kamanda wa UPDF wilayani Lubero wamesema usalama tayari umerudi kwa sasa, wanachohitaji ni ushirikiano, kwani wamekuja eneo hilo kushirikiana na jeshi la Congo FARDC kwa ajili ya amani na usalama. Naitwa Antoni Utumu. Chenye naweza kawapatia raia ni kitu kimoja tu, wasigope. Kwa nini? Tumekuja kuwachunga, Naona kwa sasa usalama imekuwepo, sio namna tangu imeanza. Wasikwe na waziwazi. Tumefika tangu tufike huko Lubero na mpaka sasa hivi naona mabadiliko ziko. Yalikuwa mateso yamekuepo. Tumeiungana pamoja na wadugu yetu FARDC, tunafanya kazi pamoja. Mpaka sasa naona kila mtu sasa lazima arudi kwa kazi zake, fungua ofisi, kwenda kwa samba, tumika kazi yoyote ambao unaweza katumika kwa sasa, kwani naona tumekuwa sasa na amani. Hapa Lubero zaidi sana ilikuwa namna alikuwa nagopa wale wanategemea naweza kafika huko, na kwa saa hii waweze kafika wapi? Hawezi kafika huko. Labda tu hawa waongea kwa watoto yao ambao nasema maimai sijui wazalendo ndiye amebaki kama na watesa hapa. Nasikia saa yote, unasikia masasa nalia ku town, unauliza nani ambao anapiga risasi, na kutane watoto yao hiyo tu. Au maimai sijui wazalendo
So wakuwe ngumu, tuko pamoja na hawa, tumekuja kuwachunga. Yani tuko na adui mingi hapo, adui ambao tunatafuta. ADF bado ziko humu na bado tunaendelea kuwatafuta mpaka watoke, ndio sisi tutafanya nini, tutatoka. So saa yote kama amesikia mtu yeyote akisikia ADF kusema fulani, lazima tupigie simu ama awaelezea wakubwa za kwao, tukuje tutafute, tuwatoe, watoke, watuachie amani. EPDF imesema itaondoka kwenye ardhi ya Kongo wakati watahakikisha usalama umepatikana eneo wanalodhibiti kwa sasa ikiwemo Lubero. EPDF imetoa angalisho kwa vijana wazalendo wanaovaa uniform za kijeshi inayofanana na ya waasi wa M23 kuziondoa haraka iwezekanavyo. Hali ambayo tunapitia kwa leo ni hali yenye hatukusudie kuishi, haiko seni hali ya mzuri. Juu unajikuta population sasa tunakuwa melange na groupe militaire, haiko bien. Vile tunakuwa na mahofu, tuko na magroupe militaire mingi, tunakuwa na baugande, tunakuwa na bazalendo, tunakuwa na FRDC. Pour nous population kuishi na arme pasi moja inatuletea mashaka na oga sana. Tunaomba Mungu angetusaidia tupate amani. Juu kama ni presence ya militaire hapa maana inaonyesha ke security yakuwa bien. Mais security ingekuwa bien kumbi ba militaire habiko hapa mingi hivi. Mungu angetusaidia na gouvernement ungisaidia baranje kwenye probleme inatokea. Juu tuko ba victime, hatujui kama tunafia nini. Lubero leo kama tunapitia hivi vyote, kama wanasema kuko masinyatire zilikuwa sinya hatuzijui na hatukuparticipaka kwazo. Bebangi tusaidia baranje batupatie amani. Ile ndio tuko nao bezu. Wakazi wa mji wa Lubero kwa upande wao wakiomba viongozi kutatua shida zao, kwani wanaoathirika kwa sasa ni wakazi wasiokuwa na hatia, wasiokuwa katika siasa. Vita vya M23 na jeshi la Kongo FARDC vimepelekea watu wengi kuwa wakimbizi ndani ya taifa lao, na kwa sasa wengi wakiwa katika mji wa Lubero na Butembo ambako hawana msaada. Utafahamu kwamba ni tangu Jumatano ndiyo shughuli za kimaisha zimeanza kwa mara nyingine katika mji wa Lubero, Kivu Kaskazini, baada ya mji huo kushuhudia uporaji wa mali na machafuko iliyotekelezwa na vyombo vya usalama, ila kwa sasa hali ikiwa imerudi tulivu. Ilikuwa ni ripoti yake Abel Tongu, mwanahabari wetu kutoka huko Lubero. Tukisalia wilayani Lubero, ni pamoja na mili 11 ya raia waliouliwa kinyama katika shambulizi jipya lililolenga vijiji mbalimbali katika wilaya hilo waendelea kudhiririka kwenye ardhi. Lakini mbali na hayo, jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeelekea maeneo ya Buinga kwenye umbali kilomita 40 magharibi mwa mji wa Butembo katika tabaka la Bulenga kwenye usultani wa Baswa wilayani Lubero, Kivu Kaskazini Jumamosi iliyopita ili kuweza kuchukua mili ya wakaaji iliyoteketezwa kwa mapanga na wasi wa ADF. Kulingana na duru za shirika la raia la Buinga, raia hao walifariki wakiwa katika kazi zao za shambani. Mauaji hayo yameshuhudia baada ya viongozi wa kijeshi kuweka ngome za jeshi la FARDC katika kijiji cha Muhangi na Makoko karibu na eneo lililoshuhudia mauaji hayo. Vikosi vya UPDF ambavyo vinaonekana hapa, kuna wale ambao ni askari jeshi la Kongo ama FARDC, na kuna mlolongo ya wazalendo ambao wameendelea kuzurura hapa, na kuna wale ambao ni ujasusi ambao wanaonekana hapa. Hivi visa vimeendelea kuonekana na kuonesha ya kwamba kazi bado ingali mkubwa, ambayo wale ambao wanahusika na usalama, wale ambao wanahusika na ulinzi wa watu na kupigania haki za binadamu, kila mmoja kwa ngazi zake sherti angaliweza kutenda kazi. Na ndio maana mimi kwangu binafsi kama shirika la raia ninaita vyombo vyote vya usalama vingeliweza kutia mafikiri yao pamoja ili waweze kuzingatia jambo hili, kwa sababu ukiona watu wameanja fariki hapo pembezoni ya mji wa Mangurejipa, ni kusema adui ameendelea kuonekana hapo karibuni endapo serikali inaonekana hapa. Na wale wote ambao wanahusika na mambo ya ujasusi, maservisi hiyo ya rasinyima, sisi tunawaomba ya kwamba wangaliweza kujifokalize kwanza kwa ajili ya usalama na kuacha hii dosari kidogo kidogo
ambazo zinaendelea kuwafunga wasiweze kutenda kazi vizuri, waingie kila moja aweze kuleta mchango wake ili usalama uweze kurudi. Wakati huo jeshi lilifikisha hapo Mangurejipa sehemu ya mwili ya watu waliouawa katika mazingira isiyofahamika baada ya kuteketezwa vikali na waasi wa ADF. Jambo lingine, kwa sababu kuna semeka ya kwamba endapo vyombo vya usalama havijawahi ama haviwezi kurejesha usalama mahali fulani, ni kusema ya kwamba kuna miongoni ya wale ambao wanahusika na usalama wanahusika na jambo hilo. Ndio maana usalama unaendelea kukosekana pembezoni ya mji wa Mangurejipa, kwa sababu hapa ambapo tumeita Kaja ni karibu Mambili na njia ya Ombole, ni kusema ni mahali ambapo ni karibu sana na mji wa Mangurejipa. Endapo vyombo hivi vyote vinaonekana katika mji ya Mangurejipa, ni kusema wale ambao wanahusika waweze kutenda juu chini ili watu wasiendelee kupoteza maisha endapo watu wale wanaohusika na usalama wanaonekana katika mji wa Mangurejipa. Tukumbushe kwamba mauaji haya yameshuhudiwa wiki moja baada ya raia wawili kuuawa na waasi wa ADF eneo ya Malomvu Sankana, barabara Mangurejipa Ombole, wakiwa katika kazi ya kuchimba madini. Na mapigano bado yanaendelea kati ya jeshi la serikali ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 katika mji mdogo wa Nyabiondo karibu na Walikale. Muda mchache kabla mimi ingie studioni tumezungumza naye Fisto Misonia, kiongozi wa muungano wa mashirika wananchi katika mji wa Walikale. Na Fisto Misonia, kwa sasa hali ya raia ikoje na wanasema nini kuhusu uvamizi wa waasi wa M23 ambao kwa sasa wamepatikana katika maeneo ya Nyabiondo karibu tu na wilaya ya Lubero? Raia ya mtaa wa Walikale na sisi sawa vile viongozi wa shirika la raia ya Walikale inaendelea kubakia mwenye msimamo imara kuwa nyuma ya jeshi la taifa na wa vijana wazalendo. Nikusema kwamba vita ambayo iliendelea kupigana ngambo za Nyabiondo mpaka sasa haijafika mpaka Shebera, hapana, ila vita inaendelea mpaka saizi na tunaendelea kufuatilia, na sisi sote tuko tayari kwa kwenda kwenye vita na kuendelea kupigana na adui. Fisto, wakaaji wanaishije kwa sasa katika maeneo ambapo unapatikana wewe? Unajua wakati tembo mbili zilikuwa zikipigana, ni majani ndio inakuwa ikilungua, alafu wakaaji wanakimbia huko na kule kwa ajili ya kujikinga. Nikisema kwamba wanaenda kwa maeneo yenye kuwa ya usalama ngambo ya mtaa wa Walikale, na wengine wanakimbia kwenye mapori kwa kuweza kujichunga na kujilinda. Wewe unafikiria hiyo ni muhimu kabisa kuliko kupambana na waasi? Sikia, mtaa wa Walikale haisikilizanake na wale wajambazi wa Kinyarwanda, na tunajua tabia ya Wanyarwanda ni kwenda kumaliza na kuua wakaaji. Ndio kamana mtaani Walikale wasifikiri ya kwamba sawa vile zingine mamitaa ambapo wanaweza kuwachunga tu hivi, hapana. Sisi ni kuendelea na kufuatilia hadi mwisho, na ikiwa kama wanakimbia pembeni kidogo ni kwa ajili ya kuweza kujua namna gani wataendelea kufuatilia. Na kitu gani kifanyike kwa haraka? Ya kufuatilia na kufanyika kwa haraka, wawezi kuheshimia hiyo mahoda ambayo inatoka kwa Nations Unies, maresolution ya Nations Unies, maresolution ya nchi za Umoja ya Kiafrika, vile vile na nchi za huko Amerika, ya kwamba wawezi kujitoa watoke kwenye nchi ya Kongo wale Wanyarwanda, kwa sababu haishi kuwezekana kila wakati wakiwapatia oda hawako wanaheshimia, na yale yote inaonekana ya kwamba hawatafute kutosha Tshisekedi kwenye kiti, ila wanakuja kwa ajili ya kunyang'anya udongo ya Wakongomani, na sisi sawa vile Wakongomani hatutaitika kuachia Mnyarwanda udongo ambaye haiko. Nini mchango wenu nyinyi kama raia wa Walikale? Mchango wetu sisi ni kuendelea kuunga serikali ya nchi mkono, pia wa vijana wazalendo, kwa ajili ya kuendelea kupiga adui. Na hatimaye Tanzania, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NECMIC kanda la Magharibi nchini Tanzania imegawa miti zaidi ya 1000 kwa shule 5 za wilaya ya Kigoma
lengo ikiwa ni kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Mwandishi wetu Trifon Odas na ripoti zaidi kutoka magharibi mwa Tanzania mjini Kigoma. Afisa mwandamizi kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kanda ya Magharibi nchini Tanzania wakati wa ugawaji wa miti kwa shule mbalimbali ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Baadhi ya wanafunzi waliokabidhiwa majukumu ya kutunza miti hiyo wameipongeza NEMKI na kuahidi kuitunza ili kutunza mazingira na kuhakikisha inasaidia kupata hewa safi wakiwa mazingira ya shuleni. Kwa majina naitwa Holo Juma, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Al-Bait Islamic Seminary. Tutakuwa tunaitunza vizuri kwa hapa shuleni kwetu tutakuwa tunapewa mbolea, maji hapo kwa wingi, na sisi wenyewe wanafunzi tuna ujuzi mzuri tu wa kuvitunza na ni hii miti tushafundishwa na walimu wetu, na ujuzi mwingine tumeongezewa na NEMKI, kwa tutatunza vizuri na ni miti yetu na tuna uhakika itastawi. Kwa majina naitwa Juma na Isa Rajabu, funzo wa Al-Bait Islamic Seminary. Tutaitunza vizuri kwa ina faida kwetu pia hata sisi. Jukumu langu kwanza ni kumkaribia na kumonya na kumpa elimu juu ya miti. Wito wangu ni kwamba watunze miti hii kwa sababu ina faida kwetu. Mimi ni Trifon Odas. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Trifon Odas, mwanahabari wetu kutoka huko Kigoma. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo kutoka Tanzania ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Jeremy Hassan Kiahwere, hadi wakati mwingine, kwaherini.